Naam, habari wakati huu mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, karibu katika taarifa yetu ya habari. Msomaji wako ni mimi Nelson Munema. Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney amesema nchi yake ipo katika vita vya biashara na Marekani, huku akitangaza ushuru wa bidhaa za Marekani ikiwa ni hatua ya kulipiza kisasi baada ya Washington kuweka ushuru mpya wa 50%. Carney amesema ushuru mpya wa Canada unatarajiwa kuanza kutekelezwa Septemba 8 mwaka huu, ambapo utazingatia sekta kama vile chuma, bidhaa za maziwa, vifaa vya kilimo na vifaa vya umeme, huku akisema hatua ya kulinda na kutetea viwanda vya Canada na kuviruhusu kushindana na bidhaa za Marekani katika soko la Canada. Hata hivyo, wakati Canada ikitangaza kulipiza kisasi, mwakilishi wa biashara wa Marekani Jamieson Green amesema kwa hatua hiyo Canada tayari imepoteza fursa ya kushirikiana nao, ingawa kwa sasa Marekani inatafakari jinsi ya kuchukua hatua dhidi ya kulipiza kisasi endapo Canada itakwepa ushuru wake. Naam, tukirejea hapa Tanzania, ni kwamba mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba mgeni Khatibu Yahya amewaagiza walimu wakuu wa shule zote katika mkoa huo kuanzisha na kuimarisha mahusiano na shule jirani, akisema uhusiano huo utakuwa chachu ya mafanikio ya shule na kuongeza ari ya wanafunzi katika masomo kupitia ushindani wa kitaaluma. Akizungumza katika mahafali ya kwanza ya kidato cha 6 ya skuli ya Konde Sekondari, mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Bi Mgeni Khatibu Yahya amesema ushirikiano huo utasaidia skuli kubadilishana uzoefu na kuongeza kiwango cha ufaulu wa wanafunzi. Tusomeshe kwa bidii, juhudi na maarifa makubwa, lakini tujenge mahusiano na mashirikiano. Na mimi nimwagize hasa mwalimu mkuu hapa, tengeneza mashirikiano ya ukaribu kwa skuli hizi ambazo zipo karibu na wewe. Mapema mratibu wa elimu sekondari Kisiwani Pemba Tarehe Hamisi Ali amesema serikali imeandaa mazingira yatakayowezesha wanafunzi wanaomaliza elimu ya sekondari kuendelea na masomo ya elimu ya juu, ikiwa ni sehemu za juhudi za kuhakikisha vijana wanapata fursa zaidi za kuendeleza taaluma zao. Ipo bodi ya mikopo ambayo itawasaidia. Kwa hiyo hili ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuweza kumtakia dua kiongozi wetu kwa haya ambayo anayafanya bila kujali nani anayefanyiwa, lakini kuhakikisha kila mmoja anapata haki yake ya msingi. Elimu ni ufunguo wa maisha, lakini ufunguo huu huwezi kuyafungua maisha kama hujawa na nidhamu, uadilifu, heshima ili kuweza kuyafungua hayo maisha. Tunajivunia Konde kwamba sisi ni mabingwa wilaya ya Micheweni. Ya wanafunzi 26 wamefanya mitihani kidato cha 6, ambapo wanafunzi 21 wamepata ufaulu wa daraja la kwanza na wanafunzi 5 wamepata ufaulu wa daraja la pili. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Mkuu wa Geita Martin Shigela amesema mapambano dhidi ya uhalifu mkoani Geita yamepiga hatua kubwa kutokana na kukamilika kwa ushirikiano kati ya jeshi la polisi na wananchi kupitia mfumo wa polisi jamii. Shigela amebainisha hayo wakati wa maadhimisho ya miaka 20 ya polisi jamii mkoani Geita, ambapo amewataka wananchi kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi kwa kutoa taarifa zinazoweza kusaidia kuzuia na kukomesha vitendo vya uhalifu. Mapambano dhidi ya uhalifu katika taifa letu yamepiga hatua kubwa sana na mafanikio ni makubwa. Nimepata bahati ya kushiriki kwenye baadhi ya shughuli. Kwa kweli mimi ni shuhuda kwamba wametenda haki ya maadhimisho ya miaka 20. Katika kuimarisha polisi jamii, wadau mbalimbali wamekuwa na nafasi muhimu, ikiwemo mgodi wa GGML ambao umeendelea kushirikiana na jamii pamoja na vyombo vya usalama katika kuunga mkono juhudi za kuimarisha usalama na maendeleo ya jamii mkoani Geita. Tumefikia hatua sasa, jeshi la polisi tuna mahusiano makubwa sana na wananchi. Leo polisi haugopewi mtaani. Sambamba na maadhimisho hayo ya miaka 20 ya polisi jamii mkoani Geita, pia kumezunduliwa Geita Polisi Jamii Jogging Club, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha mahusiano
mshikamano na ushirikiano kati ya jeshi la polisi, wananchi na wadau mbalimbali kupitia michezo na shughuli za kijamii. Lengo kubwa la klabu nyingi za jogging ni kuweza kupambana na magonjwa sugu yasiyo ya kuambukiza ikiwemo kisukari, presha na kadhalika. Vyakula tunavyokula, maisha tunayoishi yanahitaji sana mazoezi. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameitetea hati ya maelewano ya hivi karibuni kama njia bora ya nchi hiyo kusonga mbele zaidi kwa kile alichokieleza kama hali isiyo ya vita wala amani. Katika hotuba iliyochapishwa mapema Jumapili na shirika la habari la serikali la IRNA, amesema wanachama wa Baraza Kuu la Usalama la Kitaifa la Iran wanaamini kwamba hati hiyo ndiyo makubaliano bora zaidi kulingana na kile alichokieleza kama heshima, busara na maslahi ya kitaifa. Hata hivyo, hati ya maelewano ilisainiwa mwezi Juni mwaka huu na Rais wa Marekani Donald Trump, ambayo iliweka tarehe ya mwisho wa siku 60 kukomesha vita na Iran kufikia makubaliano kuhusu mpango wake wa nyuklia, na mpaka sasa hadi siku hizi zimepita, lakini hakuna dalili za maelewano kuhusu suala muhimu la kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz ambao ni muhimu kwa safari za meli duniani. Serikali kupitia Wizara ya Afya imewataka wataalamu wa sekta hiyo katika mkoa wa Tanga kufanya ufuatiliaji wa karibu wa magonjwa yanayozuilika kwa chanjo hususan ya watoto ili kuwakinga na maambukizi pamoja na kutolea athari kwenye jamii. Chanjo ya ugonjwa wa polio inatarajiwa kuanza kutolewa katika mikoa 8 hapa nchini ambayo imejumuika kufanya kampeni hiyo, huku ikitolewa kwa awamu 2, ambapo awamu ya kwanza itaanza tarehe 27 mpaka 30 mwezi huu na awamu ya pili ikifanyika mwezi wa 9. Kuna ugonjwa wa polio tunafanyia ufuatiliaji, lakini pamoja na hayo kampeni hii inakwenda kutarget kirusi cha aina ya pili ambacho chenyewe kimejionyesha katika mazingira yetu, na kuendelea kuweka mikakati, kuendeleza ile mikakati yetu ya kuchanja watoto wale ambao kuwatafuta na kuwachanja watoto ambao hawapati huduma kwa wakati. Akifungua kikao cha kujadili namna ya kutekeleza kampeni hiyo, mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani amesema watoto wenye umri chini ya miaka 10 takriban 828,210 wanatarajiwa kupata chanjo hiyo, huku akitoa wito kwa viongozi namna ya kushiriki kuelimisha jamii juu ya umuhimu wake. Viongozi wa dini na viongozi wa mila, naomba sana tutumie mimbari, majukwaa kuelimisha waumini wetu kuhusu usalama na faida ya chanjo hii. Tukomezeni hofu na propaganda potofu, na tusisitize kuwa kulinda afya ya mtoto ni wajibu wa malezi, lakini vile vile ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tukumbuke kwamba tunalenga watoto ambao wako katika hatari kubwa sana ya kupata ugonjwa, na ugonjwa wa polio kama tunavyotambua ni ugonjwa ambao unasababisha ulemavu mbaya. Ni ulemavu ambao mwathirika anashindwa kabisa kutumia viungo hasa miguu. Kesi ya ugonjwa wa polio hapa nchini iliripotiwa kwa mara ya mwisho mwezi Julai mwaka 1996. Kutoka Tanga, Haraya Kipingu, Channel 10. Serikali wilayani Nzega mkoani Tabora kwa kushirikiana na wadau wa elimu imewawezesha wasichana 75 wenye umri kati ya miaka 10 hadi 25 kutoka wilayani hapo kupata fursa ya mafunzo ya ufundi stadi katika vyuo vya VETA bila malipo. Mwanahabari wetu Adela Moses anaripoti kutoka mkoani Tabora. Wasichana hao ambao baadhi yao walilazimika kukatisha masomo baada ya kumaliza darasa la 7 na wengine baada ya kidato cha 4 kutokana na changamoto za kiuchumi na hali ngumu ya maisha, sasa umepata nafasi ya kurejea katika mfumo wa elimu ya ufundi na kujifunza ujuzi wa vitendo utakaowawezesha kujitegemea. Hii bahati Mheshimiwa Rais leo hapa, msifikirie itakuja mara 2. Ndio mara hii moja imekuja na ukiichezea imekula kwako. Akizungumza kuhusu mpango huo, mkuu wa wilaya ya Nzega Bi Naitapwa Kitukai ameeleza kuwa serikali itaendelea kushirikiana na wadau kuwaunga mkono wasichana hao hata baada ya kuhitimu mafunzo, ikiwemo kuwawezesha kupata vitendea kazi ili waweze kutumia ujuzi walioupata kujiajiri. Mheshimiwa Rais anawapenda sana na amenipa kazi hii, na mimi kazi hii nimeifanya, kwamba atafuta watoto wa kike wote wanaokaa nyumbani huko wapeleke VETA. Serikali inaingiza pesa kwenye vyuo vyetu vya VETA ili muende kusoma. Mmenielewa Mkajitengenezea ujuzi ambao utaweza kuwasaidia na ninyi kwa watu ambao mna uwezo.
miezi mitatu itumie vizuri sana. Ukishapata ujuzi, tutakuja tena kukutana hapa tuone tunakusaidiaje, kifaa gani kinachoweza kukufaa wewe ili uende kufanyaje kuendelea na ile kazi ambayo umejifunza. Kwa upande wao, wazazi walezi wa mabinti hao wanaeleza faraja yao juu ya jambo hilo, huku wakitoa nasaha kwa lengo kuhakikisha wanatumia fursa hiyo vizuri. Wapendwa, mama si mnaona alivyojitoa? Mama hana mbambamba. Naomba jamani mkafate kusoma. Yaani siku mnakuja huku naona yes, nina mabinti ambao wanaenda kufanya nini? Kujipambania. Mkitoka hapa mnakuja na fani zenu. Unakuta mabinti wengi ambao wanahangaika kiuchumi kiukweli. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali kwa kutufanyia kitu kama hichi. Kiukweli nimefurahi kwa sababu tumepata watetezi, tumepata kutusaidia. Naahidi ya kwamba nafasi hii sitoichezea, nitatumia vizuri ili kufanikisha malengo yangu. Kutoka wilayani Nzega mkoani Tabora, Adela Moses, Channel 10. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema itakuwa hatari sana kwa nchi hiyo kufanya uchaguzi wakati inapambana na uvamizi wa Urusi, ikiwa ni baada ya wito wa waziri wake wa zamani wa ulinzi Mikhailo Podolov kwa kumtaka aandae uchaguzi. Waziri huyo wa zamani alikuwa muungaji mkono mkubwa wa mkakati wa vita vya drone ambao ulitawala vita vya nchi hiyo na Urusi. Alikuwa akishinikiza mageuzi ya kijeshi huku akipinga uongozi wa kijeshi na mbinu yao na kali ya kiutendaji. Hata hivyo, Rais Zelensky mwenye umri wa miaka 48 amesema ikiwa wa Ukraine wanataka kuiangamiza nchi, basi wanaweza kuelekea upande wa uchaguzi wakati huu wa vita, kwani Ukraine imesimamisha uchaguzi chini ya sheria za kijeshi, hatua ambayo bado inaungwa mkono na idadi ya watu, huku nchi hiyo ikilenga kupambana na vikosi vya Urusi. Na mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA imeitaka jamii kutoa ushirikiano kwa kufichua wafanyabiashara wanaojihusisha na uuzaji wa dawa na vifaa tiba visivyo na ubora, buni na bandia, ili hatua stahiki za kisheria zisichukuliwe dhidi yao. Mwanahabari wetu Elia Kimani ameandaa taarifa ifuatayo. Kauli hiyo imetolewa na kaimu mkurugenzi wa TMDA Dr. Yona Mwaliswi katika kikao kazi na waandishi wa habari wa kanda ya kaskazini kilichofanyika mkoani Manyara, ambapo amesisitiza umuhimu wa wananchi kuwa sehemu ya mapambano dhidi ya dawa na vifaa tiba duni na bandia. Swala la kuhakikisha kwamba tunatumia dawa zilizosajiliwa ni la msingi sana, kwa sababu ndio dawa hizo ambazo tuna uhakika wa usalama wake, ubora wake na ufanisi wake. Lakini pia pamoja na kutumia dawa zilizosajiliwa, ni vizuri kuzingatia matakwa ya matumizi sahihi ya dawa. Hili nalo ni la msingi, kwa sababu inaweza kawa dawa imesajiliwa, ina ubora unaokubalika, usalama na ufanisi unaokubalika, lakini kitumika vibaya au kinyume na maelekezo ya wataalamu, basi haiwezi kutoa matokeo yanayotarajiwa. Kwa hiyo ni swala la msingi. Katika kufanya kazi hizi za kusimamia majukumu ya TMDA, tunahakikisha kwamba bidhaa ambazo zinatengenezwa hapa nchini kwa maeneo haya, kwa maana ya mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara, lakini pia zile ambazo zinaingizwa hapa nchini kupitia malango yaliyopo katika mikoa hii mitatu, ni zile ambazo zimekidhi vigezo vya ubora, usalama na ufanisi. TMDA imesisitiza kuwa wananchi kupuuza utoaji wa taarifa juu ya dawa na vifaa tiba duni wanapobaini upelekea madhara ya usugu kwa watakaotumia kutokana na kutokuwa na uwezo wa kutibu tatizo lengwa. Kwa ni swala la msingi sana tukanunue dawa katika maeneo ambayo yamesajiliwa, tununue dawa zilizosajiliwa, lakini vile vile tutumie dawa kwa usahihi kwa kuzingatia maelekezo ya wataalamu. Kutoka mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Kamilisha ujenzi wa shule ya sekondari ya Amali yenye mchepuo wa masomo ya kilimo pamoja na ufugaji kwenye kijiji cha Amani kilichopo wilayani Handeni mkoani Tanga, shule ambayo itasaidia wanafunzi kupata ujuzi utakaowezesha kujiajiri kwenye sekta ya kilimo pamoja na mifugo. Mwanahabari wetu Ernest Mbezi anaripoti kutoka Handeni, Tanga. Ni ufunguzi wa shule hiyo ambayo ujenzi wake umegharimu shilingi milioni 584 na tayari shule hii imeanzisha mashamba ya mazao mbalimbali pamoja na bustani za mboga kwa ajili ya chakula cha wanafunzi, na hapa baadhi ya wazazi pamoja na walimu wa shule hiyo wanaelezea. Tunafanya ili wanafunzi waone kwamba ni manufaa kwao wenyewe. Pia tumelima shamba la shule kia eneo dogo kwa sababu tuliingia na nguvu kazi kidogo. Wazazi tulikuwa tunachangishwa hela kule nyuma, lakini nilifika mahali wakawa wazazi
wamestopu kidogo, kwa sababu tayari shuleni kulikuwa na kitu kinachotoka. Mbunge wa jimbo la Handeni Mhandisi Charles Sungura anaelezea manufaa ya shule hiyo kwenye sekta ya kilimo na mifugo wilayani hapa, huku mwenyekiti wa CCM wilaya Handeni Amiri Changogo pamoja na baadhi ya viongozi wakimshukuru Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mradi huo. Tuna maeneo mengi sana ya kilimo. Kwa maana hiyo tutatengeneza wafugaji wazuri, lakini pia na wakulima wazuri. Shule hii itasaidia vijana wetu wajifunze mbinu za kisasa ili kuongeza thamani ya mazao yetu. Daktari Samia Suluhu Hassan ametupa sisi fedha kwa jimbo hili la Handeni zaidi ya bilioni 3. Tumejenga shule za mfano kama huu. Ninawaomba wazazi wote tuhakikishe tunawasimamia watoto wetu kupata elimu iliyo bora. Mimi ni Ernest Mbez, Channel 10. Baadhi ya wananchi wa kijiji cha Dalilo katika halmashauri ya wilaya Msalala mkoani Shinyanga wamesema kukamilika kwa ujenzi wa daraja la Ikanda kutachochea shughuli za kiuchumi katika eneo hilo kwa kuwa sasa wanapata urahisi wa kusafirisha mazao yao kwenda sokoni. Barabara hii ya Ikinda Buyenge yenye urefu wa takriban kilomita 5 ni miongoni mwa njia muhimu zinazotumiwa na wakazi wa kijiji cha Dalilo, hususan wakulima katika kusafirisha mazao yao kwenda masokoni. Hata hivyo, kwa muda mrefu wananchi hao wamekabiliwa na changamoto usafiri kutokana na hali ya barabara pamoja na miundombinu ya kuvuka. Uwe na basketi, uwe na pikipiki, wakati wa masika ulikuwa huwezi kupita. Maana yani ilifikia sehemu hadi wakatumia miundombinu ya kawaida tu ya kitu binafsi. Tukawa tunachangia buku na pita, ndio hivyo yani tukawa tunapitia changamoto kubwa kweli. Wananchi wanasema kukamilika kwa daraja hili la Ikinda lililopo Msalala mkoani Shinyanga linaenda kuwasaidia kusafirisha mazao yao kutoka mashambani kwenda majumbani, lakini mpaka sokoni. Wa vijiji hivi cha Dalilo na hichi cha Buyange huwa wanategemea sana kilimo. Na kilimo asilimia kubwa unapolima lazima usafirishe mazao ili kuweza kufikia masoko ambayo yanaweza kukunufaisha zaidi. Mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 zilifika katika eneo hilo kukagua na kuzindua daraja hilo. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa Wazo Mwang'onda akasisitiza umuhimu wa wananchi kulitunza daraja hilo ili liendelee kuwa chachu ya maendeleo kwa vizazi vijavyo. Ndugu zangu wananchi, wajibu wetu ni kulinda miundombinu hii. Miundombinu hii inatumia fedha nyingi sana, kwa hiyo tuilinde usiku na mchana kuhakikisha kwamba inakuwepo, inatumika katika kizazi hiki na vizazi vijavyo. Toka hapa katika daraja la Ikinda lililopo halmashauri ya wilaya Msalala mkoani Shinyanga, mimi ni Geoffrey Osiro, Channel 10. Mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA imeanza kuimarisha usimamizi wa kilimo cha mkataba mkoani Ruvuma kwa kujengea uwezo maafisa wa kilimo, ushirika na biashara kutoka halmashauri 6 ikiwa ni kuhakikisha mikataba kati ya wakulima na wanunuzi inahakikiwa na kusajiliwa kwa mujibu wa kanuni mpya, hatua inayolenga kumpa mkulima uhakika wa soko na kumkinga dhidi ya mikataba inayoweza kumwangamiza ama kumpa hasara. Akizungumzia mfumo huo, Rehema Msauge, afisa kutoka mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA, ambaye pia ni mratibu wa kilimo cha mkataba, anasema kanuni mpya za kilimo cha mkataba zinataka mikataba kati ya wakulima na wanunuzi kufuata utaratibu rasmi, ikiwemo kuhakikiwa na kusajiliwa ili kulinda maslahi ya pande zote mbili na kumwezesha mkulima kuwa na uhakika wa soko kabla ya kuanza uzalishaji, huku mnunuzi akihakikishiwa upatikanaji wa mazao yenye ubora. Tunalo jukumu kubwa la kuhakikisha tunaisajili mikataba ya kilimo. Ni lazima kwanza, kabla ya kuisajili, tunafanya uhakiki na upekuzi kuona masharti na vigezo ambavyo wamekubaliana, lakini pia kuona kama maslahi ya wakulima yanalindwa, lakini maslahi pia ya wafanyabiashara yanapatikana kupitia hiyo mikataba ya kilimo ambayo wanaingia.
Kwa upande wake, Nuhu Selenga, afisa ushirika wa wilaya Mbinga, akaeleza umuhimu wa kilimo cha mkataba kwa kutumika kuwaunganisha vyama vya ushirika, wakulima na makampuni katika uzalishaji wa mazao. Maafisa ushirika wanasema usimamizi wa kopra unaweza kusaidia kuondoa mianya ya mikataba isiyo na usawa, huku akitaka ufuatiliaji ushuke hadi ngazi ya wilaya ambapo mikataba hiyo inaingiwa na kutekelezwa. Kwenye utekelezaji wa hili, kama nilivyosema awali kwamba makampuni mengi yalikuwa yanajiamlia tu kuandaa mkataba wowote ambao wanajisikia kuingia nao na vyama vya ushirika au wakulima binafsi. Sasa hivi maraki huu ni mwarobaini wa kuhakikisha kile wanachokifanya serikali inakisimamia, ili kama kuna faida ambayo inapatikana iende aidha kwa mkulima. Tunafahamu kwamba kampuni zinapokuja au wafanyabiashara wanapokuja kwa ajili ya kuingia na mikataba na wakulima wanakuwa na uhakika wa mazao yao, kwamba mtu anaingia shambani kulima, anajua atalima ekari ngapi, atavuna kiasi gani, atauza shilingi ngapi, na mnunuzi ana uhakika naye. Kwa hiyo mkulima anapokuwa tu amevuna mazao yake, tayari anajua mazao yake atayapeleka wapi na atanunuliwa na nani. Kutoka mkoani Ruvuma, Yusuf Kayanda, Channel 10. Naam, taarifa hiyo inakamilisha upande wa habari za kitaifa. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa ni habari za michezo na burudani. Mimi naitwa Nelson Munema.